Amen. Amen. Uko na furaha? Do you have joy? Uko na furaha? Do you have joy? Sikiliza. Listen. Roho ya Mungu The Spirit of God haiwezi cannot ikabariki mtu bless someone na kuponya mtu and heal someone kama nakukuta huko mtu hivi. if it find you, you are. Sikiliza. Listen. Kama unaingia ukanisa ya Bwana, When you enter the church of God, ukanisa ya Bwana sio kilio. in the church of God, is not a place where you Kukanisa cry. ya Bwana ni fasi ambaye feti inafanyika. It's a feasting place. Sikiliza. Listen. Deke umeingia hapo kumlango. Now, since you entered Mambo yote that ni door, kukusumbua. all the things that are troubling you, Uiache nje. leave them outside. Unaingia hapo, You enter here, mtu mpya, a new person, kazi mpya, new work, sante mpya, new health, mariage mpya, utajiri mpya, new wealth, kila kitu kipya. everything new. Hiyo yote sahau nje. Everything forget. Amen. Amen. Okay, tuketi. Now let's be seated. Ambia ndugu yako pembeni uwe mtu wa furaha. Tell your neighbor, be joyful. Yesu Kristo amekujua. Jesus Christ knows you. Ndio, Bwana Yesu anatutembeza. Jesus Christ is walking with us. Amen. 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 Mama, wewe ndio nizungumza na wewe jana? Mama, are you the one I talked to yesterday? Wewe ndio ulipata message ya Mungu jana? Did you get the message from God? Kuja kwanza. Come. Habari? How are you? Uko mzima? Are you well? Unamjua Bwana Yesu? Do you know Jesus? Unajua kwamba anaweza kukuponya na kukuokoa? Do you know that he can save you? Uko na imani anaweza kubariki? Do you believe he can bless you? Jana prophecy gani ambayo Mungu alikupa? Which prophecy did you get yesterday? Wewe ndiye ulipata hiyo message ya Bwana alikudanganya. Oh. Sasa sikiliza. Now listen. Mimi nilitafuta kwanza. I was about to start. Mara moja Mungu anasema nikuite mbele. God tells me to call you in front. Amen. Amen. Una dada yako mmoja mwanamke. Yuko wapi? You, your small sister. Hayuko hapa. Hayuko hapo Nairobi. She's not here. Utamwambia afanye nguvu. Tukutane naye. Tell her to make sure we meet. Wasikia? Mungu anashurutisha tukutane naye pamoja na wewe, ninyi wote wawili. God wants us to meet with you and her. Niseme? Want me to say? Niseme? Unanjua? Do you know me? Unanjua? Wapi? Unanjua wapi? Uliona wapi? Mimi naanza kuona wewe jana. I started seeing you yesterday. Sikiliza. Listen. Mungu anasema hivyo. God is saying this. Alinunyangua juu. He has lifted you up. Alinunyangua juu. He had lifted you Jamaa up. nzima ilinyanguka juu. The whole family went up. Kunjia ya baba yenu. Through your father. Baba yenu alikuwa mtu mkubwa. Your father was a great man. Mtu wa pesa. He had a lot of money. Sasa Now, alifanya vibaya baba yenu. he did wrong. Kuchanganya wanawake. He mixed ladies, wives. Hakuwa na mke mmoja. He did not have one wife. Sasa wale wanawake aliwachanganya. Now those mixed wives Ikaleta vita. brought war Kwa wale wanawake. to those ladies. Hakuwa na mwanamke mmoja. He did not have one wife. Sasa Now, uchawi ukaingia witchcraft entered ngambo ya wale wanawake. through those ladies. Walimwamvute vibaya. Now they bewitched him. Mulianza kufanya mambo ambayo haimfurahishe Mungu. Now you started doing things that did not please God. Ni kweli? Mungu yuko anasema na wewe, sio God mimi. is talking to you. Nitafuta kuanza, Mungu anasema nikusimamishe wewe mbele. I was about to start, but God told me to Unasikia? listen. Sasa munanyanganywa
Mnanyang'anywa. Mkono wako unasema wananyang'anya mali yenu. You're being robbed your wealth, your riches. Amen. Amen. Mali yenu sasa watu wengine ndio wanavuma nayo. It's other people who are enjoying your Nyinyi riches. mkono wako unasema mnabaki mikono bure, hakuna Your kitu. hand is telling me that you are empty-handed. Tutaendelea kama huyo dada yako anakuja. Mungu ananioblige We sana. shall continue if your Tukutane na wewe sister na huyo dada comes. yako. God is telling me that we should meet Hapana with her kujuta. and you. And don't Ondoa regret. huzuni. Remove Kiasi tumeonana na wewe. now because we've met. Jana Mungu alisema, leo anasema Yesterday God said and today is saying kuko neno kubwa anatafuta there is a kunufungua. big thing He is Na ndugu about zako. to reveal for you and your brothers. Wanawake wazuri lakini wananueka Wonderful ladies, but wendo they- kae. go and sit. Amen. Amen. Pikia Bwana Yesu mikono. Clap for Jesus. Napika asante. I thank Mungu ni mwema. God is good. Ananupenda nyinyi wote. He loves you. Amen. Amen. Mungu anapenda mtu wote God loves everybody mwenye kuja hapa. who come here. Lakini But Mungu amesema God says anaumba watu wote, He has created all the people, lakini hapendake watu wote. but He does not love everybody. Ukisoma Biblia If you read in the Bible, utakuta kuna watu wanaoita Wafilistia. Wafilistia. you will find people called Philistines. Lakini utakuta kila siku Mungu anasema mimi ni Mungu wa Israeli. But every day you'll find God saying, I'm the God of Israel. Sasa Wafilistia Mungu wao yuko wapi? Now, where is the God of Philistines? Amen. Amen. Mungu hapendaki mtu wote. God does not love everybody. Mungu anasema God said, mimi napendaka tu ule mtu mwenye ananipenda mimi. I love only those that love me. Na ule mwenye ananipenda akanitafuta ataniona. And everyone that loves me and look for me will find me. Ukampenda tu Mungu. If you love God only, Unaweza mtafuta leo you can look for Him na today, leo unakutana and naye. today you get Him. Haiko mbali. He is haiko not mbali. far. Yuko pembeni. He is near you. Amen. Amen. Juma yangu ya mwisho hii. Now, this is my last week. Tuko tunakwenda kumwisho. We are heading to the end. Na niliwaambia jana, I told you yesterday, wenye tulikuwa usiku hapo jana those jioni. who are here in the evening, Niliwaambia kwamba I told you that unaweza kuishi na na mtu miaka 100. you can live with someone for 100 years. Mtazungumza kila siku usiku na And mchana. every day, night and day will be Ni vizuri. talking. It's good. Lakini But hata mzungumze miaka 100. even if you talk for 100 years, Kuna neno ya lazima there is some important word kushinda mazungumzo ya mwaka 100. more than conversations of one. Neno gani? Which word? Mbele ya mtu kufa. Before someone dies. Kauli ya mwisho. Now the last word. Ndio kwenye problem iko. That's where the problem is. Wakati mtu anakufa, When someone dies, mtu anakuja analia, now someone comes crying. akifika When you reach there, analia. he cries. Mwisho atauliza, Now at the end he asks, papa anakufa. Dad died. Anakufa. He's dead. Mbele ya kufa hakusema hata neno. What did he say before dying? Neno ya mwisho The last words ni ya lazima is very important kushinda vyote. than anything else. Fanya nguvu juma hii. Now make sure this week Uwe hapo be here mpaka hivyo tutamaliza. until the end, Usikie kauli ya mwisho. so that you can hear the last word. Itabariki maisha yako. It will bless your life. Maisha yako itatengenea. Your life will be Na kauli ya mwisho. with the last word. Unaweza kuwa na baba yako, You can be with your father. anakuzaa, He is your father. unaishi He is living miaka na miaka. every. Anasema na wewe. He is talking to you. Lakini mbele ya kufa, But before he dies, akikubariki, if he blesses you, unabarikiwa. you are blessed. Kushinda baraka yote alikubariki mbele. More than all the blessings he blessed you before. Niliwaambia jana hapo. I told you here yesterday. Elia na Elize. Elijah and Elijah. Elia na Elize. Elijah and Elijah. Elia hakuwa tena prophet. Elijah was no longer a prophet Kwani Mungu alimtoa deja Elia. because God has removed him already. Elize akaremplace panafasi. Elijah was already in his place. Watu wakamwambia Elisha, People told Elijah, kitu gani unakwamana na huyu mtu? why are you following this man? Haiko tena. He's no longer a prophet. Fasi yake onjo His nakuwa. place, you are the Kwani one. unamfuatafuata? Why are you following him?
hakumwachaka. He did not. Walitembea naye. They went together. Kila fasi Elia akasema, Wherever, everywhere, Elijah said, baki hapo, Mungu ananituma. now remain here. God Elisha is sending anamwambia, someone. Elijah said, Mungu wako anaona. may your God leave. Mimi sitakuacha. I'll never leave you. Wanatembea. They continued, Kufika kumai ya Jordan. reaching to the waters of Jordan. Elia anamwambia Elisha, Elijah told Elijah, lomba kitu unataka. ask everything that you want, Mimi nikupe, so that I can give you. ubakia hapo hapa tu acha. And remain here so that you can Kwa spread. nchi ya Israel, Now in the country of Israel, huko Israel, in Israel, pesa yote ya ofrande all the money of offering na hiyo dime and all the tithe ilikuwa kwa mikono ya prophet. was in the hands of the prophets. Sasa dapre Elia Now, according to Elijah, alizania kwamba he thought that Elisha kwa anamfuatafuata, Elijah was following him baisha fanya remise reprise. because he have given him all the reports. Sasa alizani Now he thought, Elisha iko anakuamana now naye this Elisha is following him juu ya pesa ya ofrande, for the money of offering, alikuwa hayamrudishia. because he has not yet given it back. Huyu mtu anakuamana na mimi, Now why is this guy following me? hakuna Kenya anafuata There is nothing he's following. hivi. Tushafanya remise reprise. Now because I've given him everything, Nadhani kwa anifuata tu I think he's following juu me siampa kesi ya because iglesi. I've not given him money. Kwa Of msani muulize hapa, now I'll ask him, akalomba tu pesa, if he asks for money here, nimpe pesa, I'll give him money. arudi yake na mimi niende. He returns and I go. Akamwambia Elisha, He told me, Elise, hapa ndio mwisho. now this is the end. Lomba Ask Kenya unataka, whatever you want. nikupe, I'll give you, urudi na mimi niende. and you go back and then Elisha continue. mwambie Elise, Elijah told me, mimi sina uba ya shilingi, I don't need any shillings. sina uba ya dola, I don't need any dollars. sina uba ya pesa, I don't need any money. sina uba ya kitu I chochote. don't need anything else. Mimi probleme yangu, Now my problem is kitu kiko ndani yako, that which is in you. kitu kiko ndani yako, That which is in you. toke ndani yako, Live in you. kije kufanya So kazi then ndani yako. come and start working Elia in me. anamwambia, Elijah told unaomba him, kitu kigumu you've sana. asked a very hard thing. Kwa wewe Now for kukipata, you to get it, paka uone vile kwenye niko na you kwenda. must see the way I go. Huwezi kupata kitu ya mtumishi wa Mungu You cannot get anything from a servant of God kama hukuona siku ya mwisho nyataaga kanisa. if you didn't see him the last day. When he Kuko lives. kitu moja There is one thing, kizuri sana kwa maisha yako, a very good thing in niko your life nacho kwa mikono yangu, that I have in my hands, taacha that I live here kukanisa in this church hiyo siku taaga hapo. that day when I'll say Sasa goodbye. tuwe pamoja, Now let's be together. juma yangu ya mwisho hii, This is my last week. tuwe pamoja. Let's be together. Wakati niko naaga, When I'm saying goodbye, naambia Bwana abariki. I'm telling people, God bless you. Unabarikiwa. You are blessed. Amen. 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 Sina pesa, I don't have money. sina or, I don't have gold. sina diama, Don't have gold. sina nyumba ya Diamond. kukuachia, I don't have anything. sina nguo ya kukuachia, I don't have sina clothes to live chochote in. cha I kukuachia, don't have anything lakini else. niko na kitu kia lazima kushinda hiyo But vitu. I have a very important thing Ndani than yako. all those things in me. Ukipata, If you get it, maisha yako your yanatengenezwa. life will be blessed. Amen. 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 Kitu kia lazima ni nini? Now the very important thing is which one? Yesu. Jesus. Unatafuta mariage? You want to get Unatafuta married. pesa? You are looking for money. Manyumba, magari? You want to buy Yote ni ya cars. Yesu. Everything is from Jesus. Nikikuachia Yesu, If I leave Jesus with you, yote kuna lazima everything that you need, utaipata. you'll get it. Amen. Amen. Paka leo Up to now, shetani analia kila siku the usiku na mchana devil is crying every day, night and day juu ya Yesu. for Jesus. Paka leo Every day. tulikuwa naye, We were with him. sama tuko tunaongea, Sometimes when we are tuko talking, tunacheka, we are laughing. anaanza kulia. He starts crying. Sasa anakamata ile makolere yake, Now when he become angry, maana ukifanya hivi na hivi anakupitisha mara moja. that means if you joke around Mimi him, naikaa na he mwacha. kills you. I wait for Wakati him. anamaliza, After crying, mimi namwita Senye. I call him Kwani Lord. ukamwita shetani, utapikwa damu itakutoka Because fasi. if you call him Satan, you'll be beaten until you bleed. Anapenda mtu wote amwite Senye. He wants everyone to call him Lord. Mimi namwita Senye. I call him Lord. Leo nakuona uko na huzuni Now sana. today I see you Kitu angry. gani? Why? Ambia Yusufu, Said Yusuf, hakuna mtu mwenye kunisumbua kwa ulimwengu there is no one who is troubling me in the whole world Sauli Bwana like that man. anisumbua sana maisha. He's troubling me. Sipate nafasi ya kufanya kazi I don't get any place to work juu yake. because of him. Mimi namuuliza
nikamuuliza Seigneur, sasa itaishia I asked him, Lord, now how will it end? Ananiambia iko nguvu. He says it is difficult. Iko nguvu It's sana. difficult. Nafanya namna yote. I'm doing all my best. Ule mtu kwa kumweza iko nguvu. That person to get him, it's not Ananyang'anya easy. watu wengi sana. He has taken so many people from Nafunga me. watu wengi yeye I'm ananyang'anya. binding people every day. Naharibu maisha ya watu yeye I anatengeneza. destroy the life of people. He's binding them. Ananisumbua sana. He's making me suffer. Sikiliza ndugu. Listen, brother. Wachawi wa Nairobi wa Tanzania wanazokutanika juu ya maisha yako. All the witches of Nairobi and Kenya then meet Mwaka together 100. and bind your life for 1 year, Yesu 100 anakuja years. leo na Jesus comes anafungula leo. today and open it today. Tulikuwa na shetani kila siku anatuambia iko puissant. We were every day with Satan. He was telling us he was almighty, Tunaogopa. and we were fearing him. Tunaogopa. We were fearing him. Tunaogopa. We were fearing. Kumbe ile tout puissant. But the Almighty, Mwenye naye shetani anamuogopa. even the devil fear him. Ndugu, shikamana na Yesu. Shikamana tu na Yesu. Hold Jesus. Kuko wa pastor. They are pastors. Wale wenyewe wanashikamana na Yesu. They are holding Jesus. Utasikia kwa mwingine wanaoita wa magicien. You'll find in the town they are calling them magicians. Wa magicien. Magicians. Sikiliza. Listen. Kama mtu anakuita kwa avenue yenu kwa quartier Murozi. If someone in your estate calls you witch, Isikupe tabu. don't be angry. Amini. Believe. Itika. Accept. Niko mchawi. I'm a witch. Maana yake That means wachawi wanakutafuta namuna yote hawakupate. The witches, So wanakuita wewe mchawi. they are looking kuwashinda for wao. you. They are looking for you every day. They don't get you. Now they call Sasa you mimi witch. nauliza Wakristo. Now I'm asking for Christ. Mnajua kama mko wachawi? Do you know that you are witches? Amjuake? Oh, so you didn't know. Mchawi wa kwanza ulimwengu mzima ni Mkristo. The first witch in the whole world is a Christian. Amjuake? You didn't know. Mchawi wa kwanza ulimwengu mzima ni The Mkristo. first witch in the whole world is a Basi Christian. wachawi wote wanakula nyama ya watu. Because all the witches eat men flesh. Lakini Mkristo anakula nyama ya roi de roi. But Yesu the Kristo. Christian eat the flesh of the Yake, king na of damu kings yake, and his ndio Mkristo blood. anakula. They eat and drink his Sasa blood. wako mchawi kushinda wachawi. Now you are the witch more than the witches. Unakulaka sense now. Now do you do Sense. Holy Communion here? Iko nini? What is it? Si mwili wa Yesu. The body of Christ. Wachawi wanakula nyama ya watu bure Now the bure. witches, they eat Wewe the flesh unakula of mwili wa Yesu. and you Uko eat mchawi the flesh kuwashinda of wao. You are more than those witches. Amen. Amen. Shetani analia kila siku. Now Satan is crying every day. Namuuliza nini? I ask him what? Ambia hakuna mwenye kunisumbua He said there is no one who is making suffer kama huyo mtu. like that person. Mimi naambia anakusumbua na nini? Ask what is he struggling with? Anageuka ananiangalia. He turned to me and tells me, Yusuf, Yusuf, unajua huyu mtu anifanya surprise. you know this person is surprising me. Naambia ya nini? I said, which surprise? Anasema He says, kuzalika yake ilinipa tabu. now his birth made me suffer. Wakati anazalika, When he was born, mimi nikamvutia huyo roi Herod. I bewitched that king Herod Anuie watoto wote de 0 à 2 ans. so that he can kill all the children from 0 to 2 years. Akawaua wote. He killed all of them. Mimi nikafurahi. I was happy. Nikamwambia huyu mtu anakwisha I kufa. said, that man is dead. Hayuko tena. He's no longer there. Herod anamuua. Herod has killed him. Alikuwa na furaha. I was very happy. Wakati nasikia mtu mmoja anatoka yuko anahubiri, Now, when I had someone coming out preaching, huyo Jean Baptiste, that John the Baptist, kichwa changu ikatembea. now my head was troubled. Nikasema inaweza kuwa huyu mtu. I thought maybe it is that person Na again. nikasema no, yeye ishakufa. But I said he's already dead. Kwa wale watoto walikufa na yeye Now, alikuwa in ni all those children that were dead, he was among them. Nikamvutia watu. Now I bewitched people Wende waulize huyo Jean Baptiste. so that they can go and ask John the Ni Baptist, wewe is it you au or Jean Baptiste akabisha akakasa John the Baptist said, it's mimi not, siko huyo mtu. I'm not that person. Mimi ni sauti ya mtu Me, I'm the voice of the kati person ya jangwa. in the wilderness. Lakini sikuitika. But I did not accept. Na alikuwa naye wakati wote. I was with him Na every day. alikuwa naona tu kama yeye ndio Yesu. I was looking at him and Maana decided yake hakufariki kutoto. because that Jesus, if he did not die, Yusuf. as a childhood, Yusuf, Nakuja kuona surprise. I came to be surprised Siku Jean Baptiste kwa anabatiza watu. when John the Baptist was baptizing people. Anabatiza He baptized kufika kwa mtu mmoja, and reaching to someone, mbingu inafunguka. the heaven was open.
Roho wa Bwana anashuka. Now the Spirit of God came down. Sauti inatoka mbinguni. Now a voice came from heaven. Huyo ndiye mtoto wangu ambaye naweka affection yangu yote ndani. This is my beloved son. Hiyo siku. Now that day, ndio mimi nilistuka. that's when I was surprised. Nikaja kujua kwamba I came to discover that, huyo mtu akufariki. oh, that man did not huyo die. mtu iko. That man lives. Katembeza kichwa yangu. Now I was troubled. Mbele ya ubatizo wake. Now before his baptism, Nalikuwa sure certain aisha kufa. I was very sure that he was dead. Siku ya ubatizo wake. Now on his Ndio baptism, mimi nakuja kujua kama iko. I came to notice he was alive. Ndio nikafuatana naye. Now I started following him. Na kwenda kumtesti kama ni yeye. I went to try him to know Ndio if nilimwambia. then I told him, Kama kweli if truly wewe uko mtoto wa Mungu, you're the son of God, ujaachilie kule chini. leave yourself and fall down. Mungu atatewa malaika. God will send angels, you will not die. Kama kweli ni mtoto wa Mungu, If you are truly a son of God, geuza hiyo majiwe iwe mikate. turn these rocks into bread. Na nilikuwa napenda nipate confirmation kama Now ni yeye. I wanted to have a confirmation that he was truly the son of God. Haleluya. Hallelujah. Ndugu Yesu, Listen, shetani Jesus, anamukonfirme. Satan Mimi confirms. nilijua Yesu kama iko Mungu kulimwengu wa giza. I knew that Jesus is God from the world of darkness. Hapana wakati nakuwa mwaminifu. Not when I became a believer. Nalimjua Yesu ni Mungu I knew he was God kukinywa ya yeye shetani from Lucifer. the mouth of the devil Lucifer. Ndio, anajua, sikia. He knows, listen, Meme wachawi, even witches, meme shetani, even Satan, meme pepo, even demons, meme majini. or jinns, Wanajua kwamba Mungu iko. they know that God is. Wanajua kwamba Mungu anawashinda. They know that God is powerful than them. Sasa kama ukiwa na Mungu, Now, if you've got God huyo Yesu Kristo, or Jesus Christ, shetani hatafanya kitu mbele. the devil will not do anything to Pepo you. na waruzi hawatafanya chochote. Demons and witches, they Wote do kwa mshindi nothing wa kila kitu. because you have. Njoo niniambia siku moja hapo. That's why I told you one day. Hapana kutafuta mambo mingi kudunia. Don't look for many things in the world. Tafuta tu vitu viwili. Just look for two things. Tafuta Yesu Look for Jesus na pesa. and money. Ishia hapo. That's the end. Tafuta nini? What are you looking for? Yesu tu na pesa. Jesus and money. Ukimpata Yesu If you got unapata pesa. Jesus, you get money. Kwani pesa ni yake. Because money is his. Sikiliza. Listen. Après 22 ans ya ministère satanique. After 22 years of demonic ministry, Nalikuwa huko mwaka 22. I was there for 22 years. Sikuwa najua kama Mungu iko. I never knew that there was God. Kila siku mimi natukana Yesu. Now every day I was abusing Naambia iko Jesus. escroc. I was telling him he's a con Iko man. farceur. He's not serious. Iko magicien. He's a magician. Usiku na mchana mimi natukana Day and Yesu. night I was abusing Nikaona him. watumishi wa Mungu. When I see the servants of God, Parce que Kinshasa ti leo because in Kinshasa up to now, kuko systeme moja. there is one system. Watumishi wa Mungu wanapitaka kwa maparcel Servants of God, they can pass through compounds kwenda kuhubiria to watu. go and preach people Sasa mimi nikaona house hivyo. to house. Then I told, Natuma watu wangu wa kazi now I send my servants, mwanga mai. throw water on them. Pastor evangelist An evangelist or a pastor atakuja. will come. Nataka tupartage neno la I Mungu. want us to read the word Mimi of God naambia together. I say, kama uko na njaa, if you are hungry, uniambie nikupe pesa. tell me I give you money. Neno la Mungu. The word of God. Wewe unatoka kwa Mungu? Are you coming from God? Oh hapana. Oh no. Sasa nini? Now what? Oh Biblia. Oh, the Bible. De kamata mai uwamwangie. Hey, take water and throw on them. Wanatoka wanaroana. They go back. Utasikia banyambia. They tell me, Bwana akubariki. may God bless you. Sikiliza. Listen. 22 ya ministère satanique. 22 years of satanic ministry. Siku moja One day, nakuja kupata invitation. I got an invitation. Wananiita Kabinda. They were calling me to Cabinda Hii Angola. in Angola. Wananiambia wende huko, watu wanakuchunga huko. They told me, go there, people are waiting for you. Wananitumia pesa They sent money ya kulipa hiyo mabie. to pay all the tickets. Pesa nafika kwa mikono yangu. Now when I got the money, Inanikuta na deni ya nyumba ya watu mwezi 4 silipaki. he found me, I was in debts of rent 4 months. Kumbuka ndugu, Remember, brother, natunza wa president, me, I was wa ministre wa PDG. treating the Wa ministers and the general. presidents and CEOs. Eske naweza kukosa pesa ya kulipa nyumba ya watu? Can I lack money to pay rent? Haiwezekani. No, it's not possible.
napata pesa kuma karton. Now I get money from Hiyo cartons. madolari kuma karton. US dollars in cartons. Lakini shetani anasema But Satan says, pesa yangu yote all my money haiko yao kununua nyumba, is not for you to buy a huwezi house. kununua parcel. You cannot buy a Pesa yangu compound. You must ni ya buy. kununua tu watu. My money is to buy people. Pendeza. 22 years. Hakuna nyumba, No house. hakuna tere. No Paka leo compound. Up to now. anakataa. Refused. Pesa iko hapo. Niko money is- nalipia nyumba. I'm paying for rent. Nataka kulipa nyumba. I was about to pay rent. Anasema pesa yetu haiko kulipa He nyumba. said, no, our money is not to pay for rent. Tafuta yako pesa. Look for your money Ulipe nyumba. and you pay rent. Yote anatafuta nini? What was he looking for? Kunifezeesha. To shame me. Shetani haiko rafiki yako wewe The mtu. devil is not your friend. Hata anakupa mali. Even if he Hata gives you anakupa grade. even if he gives Mwisho you, kwa mwisho atakufezeesha tu. at the end of it all, he'll shame you. Aliniambia Yusufu hata nampa mtu mali namuna gani? He told me, Yusuf, even if I give someone wealth, Sitamwachia mali yangu. I'll- Siwezi kumwachia mali yangu I tanyang'anya. cannot leave him with that money. I'll take it back. Tusome kidogo. Let's read a bit Mbele ya siku endelea kidogo. before we continue. Kitabu ya Job In the book of Job, hapo sura ya 20 Job chapter 20, namba ya 4 mpaka ya 9. Job chapter 24 to 9. Twenty 24 to 9. Utanifasiria. This is yeah, please. Let me read from this. I read in English, then in Swahili. 24 to 9. Surely you know that from ancient times, when human beings were first placed on earth, no wicked people have been happy for long. They may grow great, towering to the sky, so great that their heads reach the clouds. But they will be blown away like dust. Those who used to know them will wonder where they have gone. They will vanish like a dream, like a vision at night, and never be seen again. And the wicked will disappear from the place where they used to live. Tusome kwa Kiswahili. Sura ya 20 mstari wa 4 hadi 9. Wewe labda umesahau jambo hili, kwamba tangu zamani Mungu alipomuumba mtu duniani, mwovu atajiona ameshinda kwa muda tu. Furaha yake asiyemcha Mungu ni ya muda mfupi tu. Mwovu aweza kufana hata kufikia mbingu, kichwa chake kikafika kwenye mawingu, lakini atatupiliwa mbali kama mavi yake. Waliopata kumjua watajiuliza yuko wapi? Atatoweka kama ndoto asiyeonekane tena. Atafutika kama maono ya usiku. Aliyemwona hatamwona tena, wale pale alipoishi hapata tambuliwa tena. Amen. Amen. Sema amen na nguvu. Say amen. Hiyo mambo shetani ananiambia. Now those are the things the devil has told me. Hata nampa mtu mali yangu. Even if I give someone's wealth, Hata anafanya magiku nivo ya juu. even if he does magics at a higher Hata level, anakamata uchawi nivo ya juu. even if he has gotten witchcraft on a higher level, Nikaona anapanda. if I see him going up Anavuma. and he is being, Watu wanamtukuza. people are praising Wanampigia him, mikono. they are clapping for him, Tamsukuma. I'll kick him Ataanguka. and he'll go down. Yote itaharibika. Everything will be destroyed. Ndugu, unajua watu wengi Nairobi Brother, you know many people in na Nairobi miji mbalimbali and other towns walipata pesa kunjia mbaya, got a lot of money in one lakini bad kwa huu ways. wakati But at this time, wengi most of them, hata pantalo ya kuvaa hakuna, even trousers they don't have. kiatu inatoboka, Even shoe are anatembea gone. na miguu, alikuwa na magari. You were walking by foot, you had cars. Ndugu, mimi natoka huko Me, I come from there. mwaka 22 22 years. huko hakuna kitu. There is nothing there. Leo nasimama mbele yako, Now today I'm standing before you. ukaniuliza Pastor If you Peter, ask me, Peter, Pastor, utuoneshe kwanza kitu moja show us one thing yenye ulipata huko. that you got there. Ndugu, hata sindano ya kushonea haipo. Brother, even a needle I don't have.
Shetani alinyang'anya vitu yake yote. Now the devil took away all his Na things. alikuwa na magari ya luxe. I was driving very big cars. Kondisio hiyo magari Now the conditions of that car, ikatembea mwezi 3 mwezi 6. after 3 or 6 months, Watu wote wenye kuwa ndani. Nilikuwa na mabisi. I was having even buses. Watu wote wenye kuwa ndani. All the people in it. Gari ifanye accident. The car must have Watu an accident. wafariki. People die. Hiyo damu yao ndio ikafanye kazi. Now that blood will go work for me. Ninyambia jana jioni hapo. I told you last day. Magari nyingi natembea hapo. Many cars that are Haiko magari. they are not cars. Iko sanduku ya mauti. They are coffins. Kama uko Mkristo, If you're a Christian, unaingia kugari. you enter into a car. Hapana kuikalia mambo ya kucheka nini ndani ya Don't gari. just be there laughing in that car. Anza kuomba. Start praying. Anza kufanya intercession. Start interceding. Magari nyingi mnaingia haiko magari. Because so many cars you are entered in are not Iko cars. komisio ikabeba watu ifanye maaksida. There are missions that they will do of accidents. Hiyo damu ya watu, Now that blood of those huyo people, boss mwenye magari that owner of that hivi apate pesa nyingi. may get a lot of money. Attention. Be Na careful. alikuwa naangalia televizio hivyo. I was looking on TV Mchana in the day. televizio natoka huko The TV comes from there. inaanguka chini. Ayo peke It was thrown down inasambana. from itself. Nikasema I said, hey, televizio hii how come this thing, inavunjika namna gani? how did it fall down? Tasikia kusikio yangu. I'll hear in my ear, Yusuf, Yusuf, tunakuja kurekipere vitu yetu. you've come to take our things. Niko deja pastor. I was already a pastor. Niko deja pastor. I was already a pastor. Shetani The devil, iko na uwezo wa kufunga wa pastor. he has the power to bind even pastors. Anawafunga. He binds them. Anafunga. He binds. Niko deja pastor. I was already a pastor. Niko na ubiri. I was preaching. Naombea watu wanapona. I was praying for people. Taikaa hivyo na saa 10 ya I'll mchana. be there at 4 p.m. Nazungumza na wapasteri wengine. talking to other pastors. Mavazi yanaanza kutoboka. Now my clothes start being Hiyo torn. mavesti ya bei hiyo. All those Masuper 220. expensive Iko suits. natoboka. Wapasteri wanaambia angalia. Pastor tell, Tazama nguo inatoboka. look at your clothes. Mimi naangalia. They're being torn. I tell, I look. Juu ya nini hivi? Now how come? Nasikia kusikio. I'll hear in my, Tunakuja Yes. kurekipere vitu yetu. you have come to take our things back. Mchana. During the day, Niko deja pastor. I was already a pastor. Na ikaa natoka kuhubiri. I'm seated Telefoni there yangu inasonde. after coming to preach. Then my phone rings. Alo? I pick. Hello? Alo? Hello? Nasikia mtu ananiambia, I hear someone telling me, ni mimi Mungu wako. it's me or God. Niko deja pastor. I was already a pastor. Ni mimi Mungu wako. It's me or God. Mungu wangu nani? Which God? Anambona nisahabu? Say, do you forget me? Hiyo vitu kunako mikono si yangu. All the things you have in your hand. Yusuf, are mine. unanisahau? Yusuf, have you forgotten me? Naomba usiku. I pray at night. Namaliza kuomba na saa 8. After prayer at 2 a.m. Nasimama. I stand up. Natafuta kutoa mavazi, nivae nguo nyingine nilale. I'm about to change my clothes so that I can sleep. Dirisha ilikuwa wazi. The Yule anasimama. window was open. Ananita. I see someone on the window. He's calling Yusuf. me. Yusuf. Umeniona? Oh, did you see me? Angalia hivi, I Lucifer. look, it's Lucy. Niko deja pastor. Already a pastor. Unaniona? Do you see me? Nakuona. Yes, I see you. Ananiambia upande. He said, if you Ushuke. you go up, you come down. Avis de recherche. Now there is that order to Iko look for you. ulimwengu Is in mzima. the whole world Paka tutakamata. until we'll get you. Na kwenda kwa pastor. I go to pastor. Na wafasiria. I explain to them. Waambia hatafanya kitu. They'll do nothing. Vile tuisha kubatizwa. Not because you're already baptized. Hatafanya tena kitu. He'll do nothing. Uongo. Lies. Nafanya hivyo. I swear to you. Kila mara shetani kunita. Every time the devil calls Kunitokelea. me. Nauliza wa pastor. Ask the pastors, Aisha batizwa. are you already baptized? Hautafanya kitu. There is nothing will do to you. Tabu. Trouble. Mimi naingia maombi. Now I started prayers. Usiku Mungu ananiambia At night, God tells me, kwenda kukanisa fulani. Unaona kanisa? go hili? to such a church. Do you see that church? Uende ukafasirie mambo kwa apotre huyo. Now go and explain your things to that apostle. Lakini sikutume uende ukaombe huko. But I'm not telling you to go and pray Umwambie there. tu mambo yako. Just go and tell me your things. Mimi nakwenda asubuhi I go in the morning, namfasiria apotre. explain that apostle. Apotre ananiambia Apostle. utaingia deliverance siku 40 na wewe na mke wako na watoto wote siku 40 usiku na mchana. Now the apostle tells me you will start deliverance process for 40 days, you and your family. Na kamata bibi na watoto wote I tunakaa take my kanisa. family and we go to the Siku church. 40. 40 days. Deliverance
deliverance. 40 jours. 40 days. Apotre ananiambia The apostle tells me, tangu leo from now on mpaka kufa yako till your death, shetani the devil hata kuona tena will no longer na see wewe you, hutamwona. and you'll never see him again. Simu yako Your phone hata jua tena namba no ile. longer know your Hata number. kuitaka tena. He'll no longer call you. Depuis l'an 2001 Now, since 2001 till leo. up to now, finished. Sikiliza ndugu. Listen, brother. Mtu asikudanganye. And no one cheated. Hata unabatizwa. Even if you get baptized, Kama hujapita ku if you're deliverance. not yet been Shetani delivered, kuna wewe. the devil is with you. Iko na wewe. He's with you. Na ataharibu maisha yako. And he will destroy your life. Paka deliverance. Till deliverance. Kwa nini deliverance? Why deliverance? Mara wewe unajua Mungu. Because you know God. Unajua Yesu. You know Jesus. Watate yako walimjua Yesu. Did your grandfather know him? Wazazi wako walimjua Yesu. Did your parents know him? Sasa hiyo lien, hiyo damu. Now that Damu hiyo ya watate yako na bloodline wazazi wako with your parents iko kati yako. is between you. It's in you. Sema walikuwa watu wa madao. Because there are people of Hiyo damu iko witchcraft. kati yako. Now that blood is in you. Utaomba, You'll pray. utasali You'll pray. Zero. paka wakati hiyo lien. Until then, when you break that Sasa ndio connection. nakuomba Now I'm asking you tuwe hapo. to be here. Mchana kama hii Lunchtime like sina this. wakati I don't have much wa sisi time kuomba. for us to pray. Tizama deja wakati wote Now, umeenda. look at the time. Niko Now. oblige The time is gone. I'm kukata obliged watu wa kazi wende. to leave the people from work to go back. Jioni ndio niko na profite Now in the evening, I'm taking some time kuingiza watu katika hiyo maombi ya deliverance. to start bringing people into those prayers of deliverance. Amen. Amen. Hapo inafaa kufanya nguvu katika juma hii. Now make sure this whole week Uparticipe. to participate. Mungu anakwisha kufungua watu wengi juma iliyopita. God has delivered so many people last week. Tuliona ushuhuda hapo. We saw testimonies here. Hata siku ya Ijumaa usiku Even on Friday night, watu wanatapika hapo. people are vomiting here. Mungu anaponya watu wengi. God has healed so many Watu people. walishuhudia wengi People hapo. testified here. Sasa napenda hii juma Now on this wewe week, mwenyewe ulibakia you was left. na wewe ushuhudie. You testify. Sema amina. Say amen. Sema amen na nguvu. Say amen. Mama, habari? Mama, how are you? Uko mzima Are you well? na afya tele? Are you healthy? Habari gani? How are you? Tunaweza kuzungumza? Can we talk? Unasema Swahili? Do you speak Swahili? Mungu ananionyesha naye. God has shown me about him. Vita iko juu yake. Internet iko mbali. Iko mbali. That boarding far. Amen. Sasa kamata offrande yako, sadaka yako, tuweke katika kitunga take hivi your tuombe watu wa kazi waende kwa makazi. Bring your offering so that we can release the people who are Jioni coming from work, tukutane hapo. so that we can meet in the evening. Tufanye nguvu juma hii tuwe pamoja wakati wote. Let's make sure we be here every day this whole week. Kuna mkutano mmoja wa asubuhi hapa. Asubuhi. Do you have morning Sagani. morning glory? Paka. Witer. Caesar Witer. Mimi nitafanya nguvu. To my Kama best. inabaki siku 3 ya mimi kumaliza. 3 days before. Taanza kuwa hapo asubuhi, I'll be here morning, mchana, day, jioni. and Kwani na evening, watu wa asubuhi wabarikiwe. so that those people of morning glory will be blessed. Sasa kamata offrande yako. Now take your offering. Simama wewe peke, usitume mtu kuja wote. Stand up. Don't send anyone. Twende Bring your haraka offering. tubariki along. watu waende katika makazi.
want to bless people so that they can go Sitaki back. kufunga watu hapo muda mrefu. I don't want to hold you here for a long time. Simama na offering yako uweke. Stand up with your offering. Bring it here in front. Kuja weke. Offering. Offering.